Ukiwa mtu wa mitandaoni lazima utakuwa umesha kuona video au picha za huyu jamaa huyu ambaye ni trainer wa gym maarufu sana kwa mazoezi yake ya squash. Huyu bwana ni South Africa. Wengi tutakuwa tumesha kumuona, na Tanzania alishakuja, Kenya alishakuwa na tour, na amekuwa na tour nyingi nchi mbalimbali. Wanaume wengi bwana wamekuwa na kauli tata juu ya huyu jamaa kwamba je, ni mwanamume mwenzetu au mwenzetu ka left group. Ukija kumcheki vizuri watu wengi sana wameonyesha kwamba jamaa ame left group, kwamba huenda ana yale mambo ya kuruka ukuta kutokana tu na shape yake. Sasa leo nataka nikupe ile wasifu mzima wa huyu jamaa ni nani, na je yeye ni mwanaume kamili na style yake ya gym, na hata nini kilichomotivate mpaka kufanya vitu hivyo. Vyote hivi nakupa hapa bwana. Kiasili kabisa huyu jamaa bwana, jina lake anaitwa Nkululeko Dlamini, maarufu kama Nyawolo Mshini. Nyawolo Mshini, hilo ndo jina maarufu sana ambalo anafahamika nalo huko South Africa, na ana posti zake mtandaoni akiwa amejiandika kama mfalme wa squats. Na hapa nitakwambia kila kitu kuhusu familia lakini pia na historia yake na wasifu kabla ya kuwa trainer wa hizo squats. Sasa naambiwa huyu jamaa Nyawolo Mshini yeye alianza kwenye mpira wa miguu. Alikuwa mcheza mpira kwa miaka mingi sana, na timu ambazo wamechezea ikiwemo Bafana, lakini unaambiwa huko kote watu walikuwa wakimmoke, walikuwa wanamfanyia utani, wakimuita pengine shoga, wakimsema kutokana na shape yake. Kuna kipindi alikuwa na hasira sana juu ya maumbile yake, na akawa anajifikiria vibaya, lakini akaamua kukaza na kutumia matusi hayo kama motivation. Kwa kuwa alikuwa anapenda sana mazoezi, kuhusu mpira akaachana napo. Kwa sababu kingine anasema walikuwa anasafiri sana, na yeye alikuwa anapenda mazoezi tu, sio lazima kucheza mpira. Ingawa unaambiwa kwenye mpira wa miguu huo alikuwa vizuri sana, kiasi kwamba hata alikuwa anakodiwa kwenye mechi nyingi sana, na aliacha mwenyewe wakati timu bado inampenda. Kama ulikuwa ufahamu, ana miaka 40 na alizaliwa mwaka 1984. Na utajiri wake ni dola 300,000 za Kimarekani, ambazo sawa na milioni 750 takriban hapo. Unaambiwa yeye kiasili ni mzaliwa wa South Africa, kitongoji cha KwaZulu Natal. Na kabila lake ni Mzulu, na dini yake ni Mkristo kabisa. Na familia yake amezaliwa na mzee Dlamini, na mama yake na dada zake wote ni walimu kasoro tu baba yake. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe unaambiwa aliingia kwenye taaluma ya elimu, na mpaka sasa tunapozungumza na degree ya elimu. Kwa hiyo huyu ni mwalimu kabisa by professional. Kwa hiyo anafundisha squats, anafundisha mazoezi yale kwa Kiswahili tunaitaga squash. Unainama, unanyanyuka. Pamoja na hivyo jamaa hajaoa mpaka leo. Hapo ndio utata unapoanza. Na kwa kuwa tu nchi yake ya South Africa masuala ya jinsia moja yameruhusiwa mpaka makanisani, hapo ndio kuna utata. Kwa hiyo hana mke. Kingine hana girlfriend. Kingine kama hiyo haitoshi, yani hana mtoto. Lakini pia wanasema hajaweka wazi kama yeye ni shoga. Kwa hiyo kwenye status yake anaandika ni mwanaume kamili. Lakini pia katika uchunguzi wake na interview mbalimbali amesema hajawahi kufanya surgery yoyote, na hiyo shape yake ni natural kabisa. Kwa hiyo anavyoonekana sio kwamba kajitengeneza. Na hapa nakuwekea picha zake akiwa kwenye soka, umuone uwanjani kabisa kidume kinapambana. Kuna mazingira mengine ambayo mtu ambaye anafanya vitendo vya jinsia moja hawezi kufanya, ikiwemo kufanya zile squats. Wengi wanasema squats zile zinawezekana sana kwa mtu ambaye hajawahi kufanyiwa vitendo vya kuingiliwa, kwa sababu unapoinama na kunyanyuka kwa wale wenzetu inakuwa ni shida. Ndio maana hauwezi kumkuta mtu mwenye hali ile anashiriki mazoezi kama yale ya squats. Kwa hiyo kwa Dlamini hata wataalamu wa mazoezi wanasema ni mwanaume kamili. Katika interview yake ambayo alikuwa amehojiwa akiwa Kenya na News 24 kuhusu maumbile yake na wanaume wanavyomchukulia, yeye amesema kuwa
hawezi kujitetea kuhusu shape yake. Kwa sababu hiyo ipo katika genetics zake, na kwenye familia yake wote wana mashape kama hayo, kuanzia wanawake mpaka wanaume. Anasema kufanya mazoezi kumemuongezea shape ile kwa ukubwa, na ndio maana anataka watu ambao hawana shape nzuri wajiunge naye ili kupata shape kama yake. Lakini pia anasema kuwa yeye alianza na squats chache kwa siku, lakini taratibu akazoea, akawa anafanya squats nyingi kiasi kwamba alishindwa kuzihesabu. Ndio maana hiyo imempelekea mpaka sasa anaweza akafanya squats muda wote. Na yeye ndoto zake zilikuwa kufundisha timu ya wanaume mazoezi, lakini kwa kuwa alikataliwa huko, ameamua kufungua gym yake, na amesema inamuingizia pesa nyingi, na kama mpango tu wa Mungu kwamba afanye mazoezi ya squats na achane na timu, ili mradi tu afungue gym yake ambayo itampa umaarufu. Mpaka sasa hivi Nkululeko unaambiwa anasafiri nchi nyingi, na nchi nyingi zimemuomba kwa mialiko ya gym moja, matamasha, lakini pia amekuwepo kama mwalimu wa kufundisha kupitia semina mbalimbali umuhimu wa mazoezi kwa ujumla. Sasa kwa wewe mtazamaji ambao unatazama makala hii na unatazama picha za Nkululeko sasa hivi, tuambie tu, je, status yake ya kutokuwa na mke wala girlfriend inamqualify kwamba ni mwanaume kamili, au ndugu yetu ame left group? Comment hapo chini tuambie mawazo yako.